Marekani imeanza kuondoa wanajeshi wake katika kambi muhimu za Mashariki ya Kati kufuatia tishio kubwa kutoka Iran. Marekani imeanza kuondoa wanajeshi wake katika kambi hizo muhimu ambazo zipo Mashariki ya Kati kama hatua ya kuchukua tahadhari kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa kikanda na vitisho ambavyo vinatoka Iran, kwa mujibu wa ripoti ambazo zimetolewa. Afisa mmoja wa Marekani amezungumza kwamba baadhi ya wanajeshi waliopo katika kambi muhimu iliyopo Qatar walipewa ushauri wa kuondoka kufikia Jumatano jioni. Hatua hii inakuja baada ya Iran ikikabiliwa na vitisho kutoka Marekani kutangaza mapema kwamba imezionya nchi jirani zinazohifadhi wanajeshi wa Marekani kuwa itazishambulia kambi za Marekani endapo Washington itachukua hatua za kuishambulia Iran. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa pia na maafisa wa serikali zikieleza kwamba wanajeshi waliokuwa wamepelekwa katika kambi ya kijeshi ya Al Udeida nchini Qatar waliamriwa kuondoka, ambapo Qatar ndio mwenyeji wa kambi kubwa zaidi za kijeshi za Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hatua ya kuondoa wanajeshi katika kituo cha anga cha Al Udeida imeelezwa na maafisa wa Marekani kuwa ni tahadhari ya kiusalama. Hata hivyo, afisa huyo hajatoa maelezo ya kina kuhusu utaratibu huo, ikiwa ni pamoja na iwapo kuondoka huko kulikuwa ni hiari au ni kwa lazima. Ili kujibu hatua hiyo, Qatar imesema kuwa hatua hizo zinachukuliwa kwa kuzingatia mvutano wa sasa wa kikanda, ambapo ofisi ya habari ya serikali ya Qatar IMO imesema katika chapisho lake kwenye mtandao wa X kwamba taifa hilo linaendelea kuchukua hatua zote muhimu kuhakikisha ulinzi na usalama wa raia wake na wakazi wake vinawekwa kama kipaumbele cha juu, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa miundombinu muhimu pamoja na vituo vya kijeshi. Wakati huo, ubalozi wa Marekani nchini Saudi Arabia uliwaagiza wafanyakazi wake kuwa wanatakiwa kuwa uangalifu na kuepuka vituo vya kijeshi kufuatia mvutano ambao unaendelea kati ya Marekani na Iran. Kwa kuzingatia mvutano unaoendelea kikanda, ujumbe wa Marekani nchini Saudi Arabia umewashauri wafanyakazi wake kuchukua tahadhari zaidi na kupunguza safari zisizo za lazima kuelekea vituo vyovyote vya kijeshi katika eneo hilo, na kuwashauri pia raia wa Marekani waliopo ufalme wa Saudi Arabia kufanya hivyo, ilisema sehemu ya taarifa ya ubalozi huo ambayo iliwekwa kwenye tovuti yake rasmi. Mapema Iran ilikuwa imezionya nchi jirani za Mashariki ya Kati zinazohifadhi wanajeshi wa Marekani kwamba itazishambulia kambi za Marekani endapo Washington itafanya mashambulizi. Onyo hili lilitolewa baada ya rais wa Marekani Trump kuwataka waandamanaji wa Iran kuendelea kuandamana, akiwahimiza kutoa taasisi zao za kiserikali. Kauli hiyo imeongeza hofu ya uwezekano wa Marekani kuingilia moja kwa moja mambo ya ndani ya Iran, wakati taifa hilo likikabiliwa na machafuko makubwa zaidi katika historia yake. Hata hivyo, idadi ya waliopoteza maisha katika maandamano hayo imefikia zaidi ya watu 34,000 kufuatia siku kadhaa za maandamano. Wakati huo huo, mshauri mkuu wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alimwonya Trump kwamba shambulio la Iran ambalo lilifanywa mwezi Juni dhidi ya kambi ya Marekani nchini Qatar lilithibitisha uwezo wa Teherani kujibu. Trump anatakiwa kukumbuka shambulio la kituo cha anga cha Al Udeida ambalo lilidhihirisha nia na uwezo wa Irani kwa kujibu shambulio lolote, aliandika Al Shamkan katika chapisho lake kwenye ukurasa wa X. Sasa baada ya Marekani kufikia hatua hiyo, tuliona kamanda wa IRGC alisema Iran iko tayari katika kiwango cha juu kabisa cha maandalizi wa utayari kujibu shambulio lolote. Kamanda wa jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu wa IRGC amesema kwamba Iran iko tayari kujibu kwa uamuzi mkali dhidi ya maadui wake Israel na Marekani, ambao amewatuhumu kuwa ndio waliopo nyuma ya maandamano ambayo yanaikumba nchi hiyo. Kamanda Mohamed Pakpol amesema IRGC ipo katika kiwango cha juu kabisa cha utayari kujibu kwa uamuzi mkali makosa yeyote ya kimahesabu ambayo yanapangwa na Marekani. Katika taarifa ambayo imetolewa, Pakpol amemwatuhumu rais wa Marekani Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuwa ni wauaji wa vijana wa Irani. Sasa kufuatia hayo matamko ambayo yalitolewa na Iran kwamba wako tayari kwa ajili ya mapambano sana wakati wowote, tumeona Marekani pamoja na mikwara yao yote wamesema kwamba wao wanatakiwa kuachana kabisa na habari za kuishambulia Iran. Na Donald Trump bwana amekuja na hoja nyingine. Mtakumbuka Trump alikuja na ile hoja kwamba kama atakufa raia yeyote yule kwenye maandamano ambayo yanaendelea, basi Marekani itaingilia kati
na kuanza kuishambulia Iran. Baadaye Iran wakaonesha namna ambavyo wameua watu. Marekani wakabadilisha kipengele, wakasema kama wale waliokamatwa watanyongwa, basi Marekani itaingilia kati na kufanya mashambulizi kule nchini Iran, na Iran wenyewe wakajibu wakasema tuko tayari kwa ajili ya kupambana. Sasa rais wa Marekani bwana Donald Trump amekuja na hoja nyingine. Anasema amesema amepata taarifa kwamba serikali ya Iran imtasimamisha kuuawa kwa waandamanaji, jambo ambalo linaonyesha kuwa anaweza kusitisha tishio lake la kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya ugaidi wa mapinduzi pamoja na ukandamizaji wa maandamano makubwa katika taifa hilo la Iran. Trump ametoa kauli hiyo ofisini kwake White House akisema tumeelezwa kwamba kuua huko Iran kunaisha kumekwisha kabisa, na kuongeza kuwa hakuna mpango wa kutekeleza hukumu ya kifo au watu kukumbana na sheria za kifo. Rais Trump pia amesema atakuwa mbaya sana ikiwa taarifa hizi zitakuwa sio za kweli na ukandamizaji mkali utaendelea dhidi ya waandamanaji. Kauli hizi zinakuja baada ya Trump kuwatia moyo wa Iran kuendelea kuandamana dhidi ya serikali ya kiongozi wa juu Ayatollah Ali Khamenei, akisema atachukua hatua zinazofaa mara baada ya kupata taarifa ya idadi ya waandamanaji ambao wameuawa. Pia aliweka chapisho kwenye mitandao ya kijamii akisema msaada uko njiani kwa waandamanaji wa Iran. Kwa upande mwingine, vyanzo mbalimbali pamoja na mashirika haki za binadamu vimeripoti vifo vya maelfu ya waandamanaji kutokana na ukandamizaji mkali wa maandamano mapya ambayo yalianza mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka 2025, huku serikali ya Iran ikitoa ishara kwamba inaweza kuendelea haraka na hukumu za kesi za waandamanaji ambao walikamatwa, jambo ambalo linapingana na madai ambayo yalitolewa na Marekani. Sasa hili ni moja kati ya eneo jingine ambalo lilikuwa ni gumu kidogo. Marekani na bwana Donald Trump, vitisho, mikwara mingi, lakini mwisho wa siku wanapofika eneo la Iran wanaona kabisa wanatakiwa kuwa na breki kidogo, kwa sababu tuliona yale matamshi ambayo yametolewa na mataifa mbalimbali. Mtakumbuka rais wa Marekani Donald Trump alisema Wairani wanatakiwa kuendelea kuandamana, akasema msaada uko njiani. Sasa kauli hizo zilionekana kuzidisha hofu ya uwezekano wa mashambulizi dhidi ya Tehran, na wengine wakawa wanasema yaweza kapita masaa 24. Sasa hilo ambalo limeifanya Israel kuanza kuondoa sehemu ya vikosi vyake katika kambi ya anga ya Nevatim, huku Marekani na Uingereza zikichukua uamuzi wa kuhamisha vikosi vyao kutoka kambi yao ya kijeshi nchini Qatar. Aidha, ndege za abiria za shirika la Lufthansa zimefutiwa safari zake kuelekea Israel pamoja na Iran. Na Israel, idadi kubwa ya meli za kimataifa zilizokuwa zikielekea bandari za Iran zimeamua kutia nanga katika bahari ya wazi badala ya kuingia kwenye bandari za nchi hiyo. Wakati huo Israel imeanza kuhamisha sehemu ya vikosi vyake kutoka kambi ya anga ya kule Nevatim. Kabla ya uwezekano wa mashambulizi dhidi ya Iran, jeshi la anga la Marekani lilianza kuondoa ndege za kijeshi kutoka kambi ya anga ya Al Udeid nchini Qatar. Takriban ndege 6 za kuongeza mafuta angani aina ya KC-135 ziliondoka mfululizo kutoka katika kambi hiyo. Na kwa mujibu wa taarifa Uingereza, baada ya hatua ya Marekani, serikali ya Uingereza nayo iliamua kuondoa vikosi vyake kutoka kambi ya Al Udeid. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi wa Uingereza alisema kuwa hawatatoa maelezo ya kina kuhusu maamuzi ya kupeleka au kuondoa vikosi kwa sababu za kiusalama, akisisitiza kuwa kipaumbele chao kwa hivi sasa ni usalama wa wanajeshi wao. Na ripoti pia zikaeleza kwamba ndege ya kijeshi ya kuongeza mafuta kutoka kambi ya Uingereza kusini mwa Cyprus iliondoka kuelekea kambi ya Al Udeid iliyopo pale nchini Qatar. Lakini kama itoshi, Ujerumani pia imechukua hatua za tahadhari, kwa sababu serikali ya Ujerumani imetoa tangazo rasmi la usalama wa anga. NOTAM na shirika la ndege la Lufthansa limesitisha hizo safari zake zote kwenda Israel pamoja na Iran. Maafisa wa Ujerumani wameonya mashirika ya ndege kutoingia kabisa katika anga ya Iran. Sasa hapa kuna mambo mawili. Huenda Marekani pamoja na haya mataifa mengine ambao ni washirika wake wameamua kuondoa watu wao kwa ajili ya kutaka kutekeleza mashambulizi. Hilo ni la kwanza. Lakini huenda Marekani amegundua kwamba kuishambulia hiyo Iran ni jambo ambalo ni gumu sana, haviwezekani zaidi. Na raia wa Iran wenyewe wapo sambamba na serikali yao, sako kwa bako. Manake nimeona taarifa ambayo pia imetolewa na raia wa Iran. Raia wa Iran
wamechapisha picha mbalimbali katika mitandao ya kijamii wakimuonesha rais wa Marekani Donald Trump akiwa amejeruhiwa vibaya mno wakati wa jaribio la kutaka kumuua katika mkutano wake wa kampeni wa mwaka 2024. Nafikiri mnakumbuka pale katika mji wa Baltimore, ikiwa na maneno ya safari hii risasi hazitakosa lengo. Yani wa Iran wanasema hivi, kama Donald Trump atajaribu kufanya mashambulizi katika taifa la Iran, basi kama alinusulika kifo mwaka 2024, basi awamu hii wa Iran hawatamkosa hata kidogo. Lakini pia onyo kama hilo lilichapishwa au lilitolewa kwenye runinga ya taifa ya Iran. Hatua hiyo inaashiria tishio la moja kwa moja zaidi kwa kutolewa na Tehran dhidi ya Trump kufuatia matamshi ya mara kwa mara ya rais wa Marekani kwamba nchi yake itachukua hatua za kijeshi iwapo Iran itaendelea na ukandamizaji mkali dhidi ya waandamanaji. Sasa picha ya Trump aliyekuwa picha hiyo imeonyesha Trump akiwa anatokwa na damu, na imeonekana ikionyesha wakati wa mkutano wa wafuasi wa serikali ya Iran ambao ulipewa ruhusa kurushwa hewani licha ya kukatika kwa mawasiliano ya kitaifa kutokana na maandamano dhidi ya utawala huo. Trump aliwahi kulengwa katika jaribio la kumuua wakati wa mkutano wa kampeni mjini Baltimore, Pennsylvania, na alipigwa risasi sikioni na mshambuliaji aliyefahamika kwa jina la Thomas Crooks. Sasa wa Iran wenyewe wamesema hivi, kama kama huyo bwana Thomas Crooks alimnusuru Donald Trump, basi wao wamesema watatekeleza shambulizi hili na hawatamnusuru kamwe, yani watamuua direct. Sasa tunasubiri tuone majibu ya Wamarekani yatakuwa ni yapi, lakini kama ambavyo tulizungumza tukasema ni ngumu sana kwa Marekani kufanya mashambulizi pale Iran kutokana na sababu ambazo pia tunazifahamu, sababu za kidiplomasia, sababu sana sababu za kijeshi, lakini pia sababu za kiuchumi pamoja na mambo mengine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.